ndani ya 18, powered by Premier Bet. Bana, hujambo na karibu ndani ya 18, ikiwa ni siku nyingine tena tunakutana kijiweni kwetu hapa kwa ajili ya kuweza kupiga story nyingi zaidi za kimichezo, hususan yale ambayo yanakuwa yameteka zaidi kwenye vijiwe vya soka na yale ambayo tunakuwa tunayazungumza kwa undani. Kumbuka ligi mbalimbali zinamalizika, lakini pia hapa nyumbani Tanzania mambo yamekuwa mengi sana. Ligi nayo ikiwa inaelekea ukingoni, ingawa itaisha mwezi June, lakini kuna vitu ambavyo tunaviishi hivi sasa. Bado hatuchezi, haijapatiwa muafaka, lakini pia mambo ya CRB Federation Cup na yenyewe pia yanafuata. Tumeona mambo mengi sana. Leo hii kupitia ndani ya 18, ukiwa unatazama kupitia YouTube channel yetu, lakini pia ukiwa unatufuatilia kupitia mtandao wetu wa Instagram ndani ya 18 TZ. Leo hii tupo na Abisai Steven Junior, moja ya watangazaji, mchambuzi, mwanahabari ambaye naye pia tunaishi naye kwenye ulimwengu wa kimichezo. Tunakutana naye kila siku, ndiye ambaye tunaye hii leo. Mimi ni Ibrahim Kasuga, ndiye ambaye naongoza Giazi. Bana, kwema kabisa. Tupo vizuri? Tupo vizuri. Hakika, karibu sana kijiweni. Shukrani sana. Jambo. Jambo. Bana, mtao na mambo mengi sana. Tutaweza kujua leo Abisai anaishi vipi na mazingira yetu kupitia ndani ya 18. Leo anaishi vipi na mazingira yetu? Bana, upo vizuri? Niko vizuri kabisa. Unaonaje mazingira yetu ya Bongo? Tunatajwa kama macomplicator, kwamba ukiwa mfuatiliaji wa Tanzania wa mpira lazima uwe na kichwa kizito na uwe mvumilivu. Ni kweli sana, kwa sababu mashabiki ambao wanapenda mpira wa Tanzania kwa kilichowakaa sana ni ushabiki. Ndio ambao wamechagua. Yes, yani hawataki useme vibaya kwa nia njema kuhusu timu yao. Hata kama wanatakiwa wakosolewe kwa muda huo. Hawataki. Wewe wasifie hata kwa uongo, watapenda. Kwenye unavyotoa comment zako, no, kwamba kabla hujazungumza kitu wewe unafikiria kwanza mtaa, yani kwamba unapima kwanza. Muda huu uchambuzi uende usiende huu. Yes, kuna mtu unafanya hivyo, lakini haizuii kufanya kama ninachofanya ni cha uhakika. Unajua kama saa 3 studio kuna muda vitu vinaweza vikaja automatically. Kwa mfano wiki iliyopita niliongea nikasema kama kuna kitu na wahakikishia watu wa mpira, ni msimu unaofuata 25-26 Faisal Salum Abdalla kutokuwa mchezaji wa Yanga. Yani hatakuwa mchezaji wa Yanga. Hilo nawathibitishia kuanzia sasa hivi, na siongei mpaka muda ufike. Ulijimaliza? Unahisi kuna sehemu ulijimaliza au unahisi ulikuwa sahihi? Nilikuwa sahihi kwa sababu ndo taarifa nilizonazo kutoka chanzo changu cha kuaminika. Kwa hiyo nilivyoipress ile nilifahamu kabisa kuna mashabiki wa Yanga wangetamani Faisal arejee Yanga. Kuona ile taarifa ni taarifa ambayo haitaki. Kwa hiyo inawakwaza. Lazima mtu atatukana. Kuna mashabiki wa Simba wanatamani kujua anaenda wapi, na nilivyoongea hivyo nimeacha wazi. Wao wanakuwa na dilema. Na wao wanataka kujua. Lakini kuna wale wachache wa Azam nao hawapendi kwa sababu wanajua kumbe huyu bwana atatoka. Na wenyewe wana comment kwa uchache wao hivyo. Kwa hiyo kubwa sana ni mapokeo. Unajua wanapenda sana ushabiki. Watu wote wanaofuatilia mpira. Yaani ukishaongea vibaya kuhusu timu yao tu hawataki kabisa. Yaani hata kama huo ni ukweli hawataki. Inawezekana kwenye mazingira yetu ya saizi, moja kati ya kazi ngumu Tanzania ni pamoja na kuwa mwandishi wa habari za michezo, iwe mchambuzi, iwe mtangazaji, hasa kwenye eneo la hisia. Inategemea unafanya nini. Kama unafanya mambo bila uhakika, kwako itakuwa kazi ngumu. Lakini kama unafanya mambo ya uhakika na bado ni mwanahabari wa michezo, bado utakuwa na standard yako. Mimi nakupokea comments tofauti, lakini ni chache mno. Na kuhakikishia ni chache mno. Ni zile ambazo mtu tu anajiweusha makusudi, alafu kwenye post ijayo anarudi akiwa na akili timamu, kwa sababu sijaamua kufanya mambo ambayo yana uhakika. Yes, mimi nimechagua kutoa taarifa kabla ya taarifa yenyewe kutoka vyanzo sahihi. Taarifa ambayo huna utoi. Yaani yes, sisemi. Na niko tayari kusema bana hiyo sina. Yes, ni maana kiposti pale za kikachero hizi hapa. 1, 2, 3. Watakuja wasioipenda taarifa ambao ni nature ni kawaida. Watakuja wanaoipenda taarifa. Alafu hapo watu wa katikati hawafanyi chochote. Ila ikitokea hawataki kuja kusema. Ila wanajua tu huyu tunamfuatilia kwa sababu alishakutuambia 1 ikawa 2 ikawa 5 ikawa. Kwa hiyo huyu tunamweka kwenye kundi hili. Huyu tunamwamini. Yes, iko hivyo. Kwenye huo mtindo wa kuathirika, anaweza kusema kihisia, anaweza kapigwa shambulizi moja ambao karudi kwanza kuangalia kipindi nilichofanya. Hizi comment vipi? Kuna siku niliandika wana Yanga msisahau mema ya Karia. Kumbuka Rais Karia alitoka uwanja ndege.
Aliulizwa kuna watu wana Yanga wanasema wanataka watu wa bodi ya ligi wajiuzuru, mwenyekiti na CEO. Yeye akasema hao wanawaambia watu wajiuzuru, viongozi wao wenyewe wanatosha, kwamba wana mapungufu ambayo wanawafanya wajiuzuru. Akasema wote tupo kwenye kazi tunakosea. Kwa hiyo tukisema tuangalie kosa kila mfanyakazi hatutofika ofisini. Kwa ile sasa ikapokelewa kipande kidogo tu kwamba hao ambao wanataka wajiuzuru viongozi wao wengine wao wanatosha. Kwa hiyo mimi nikaa nimefuatilia nikagundua kumbe Karia anaongea kwa ubaya sana. Kana kwamba ni yeye ndo jini wa mpira wa nchi. Yaani akisema cheusi kinakuwa cheusi. Kwa hiyo mimi nikaja na engo kwamba mazuri haya ameyafanya kwa Yanga. Kama angekuwa na nia mbaya kwa nafasi yake asingefanya. Na mwenyewe mara kadhaa amesema kama kuna timu imenufaika kwa utawala wake ni Yanga. Kwa hiyo hiko kieneo nikaja nikakisema. Nilikuwa najua kabisa kwa muda ambao ulikuwepo. Wana Yanga walikuwa shaanza kuandamana, alianza Haji Manara Dar es Salaam hapa, wakaanza Dodoma, Mwanza, Zanzibar, sehemu nyinginezo. Wazee wanatoa matamko kuhusu Karia. Kwa hiyo mimi nikuja nikasema msisahau wema wa Karia wana Yanga. Milio ikayanga hapo bwana. Hapo walishuka wote. Shughuli kawa nzito sana. Kwenye mazingira ya Young Africans, unadhani Young Africans kwa sasa kumekuwa kama kuna ugumu fulani sasa hizi unavyoizungumza Yanga inatakiwa ujiandae sana. Inaonekana ili jambo lako liwe salama ni uisifie Young Africans huo upande wao. Ukiwagusa tu vibaya basi utashambuliwa na mashabiki, na sasa hizi nimeona kuna mtindo wa kuokotana kidogo. Young Africans wakili kaja bwana, barua yako hii omba radhi sijui inakuwa hivi. Unadhani Yanga kuna kitu kizuri ambacho wanakitengeneza au wanatengeneza maadui kwenye hiki ambacho kinatokea? Kwa sababu ukigusa Yanga vibaya tu iwe kwa ukweli au hata iwe kwa kutoa comments za kawaida inakuwa ni shida. Yanga wao wana haki wako entitled, haki ambayo huwezi kuipora ya kumshtaki mtu yoyote ambaye anaichezea chapa yao. Wana hiyo haki, huwezi kuwapora, iko hivyo. Natural justice. Lakini kama una timu hapa Tanzania haipendi kukosolewa hata kama ni kwa kujenga, hiyo timu ni Yanga Sports Club. Nadhani inatokana nini? Hawajiamini au kuna kitu wanajaribu kuprove? Imekuwa kama huruka yao ya kurithi kizazi hadi kizazi. Yaani Yanga hawataki waambie, wanataka wao wafanye. Yaani Yanga hawataki wewe waambie wakosoe, wanataka wafanye wenyewe. Kwa mfano Yanga inaweza isifanye jambo ambavyo mtazamo wa mtu akaona Yanga ingefanya hivi. Na ni ukikaa unaona ina make sense. Kwenye kusikiliza tu kawaida, lakini Yanga hawataki. Mashabiki wao wako hivyo. Yaani wako hivyo. Na mimi niseme kitu kimoja, kwenye hii hatuchezi. Mashabiki wa Yanga ukiwaamsha hata usingizini wanaamini wana timu ya kuifunga Simba muda wowote. Uwanja wote, eneo lolote. Yanga isipocheza mchezo wa dabi, kanuni zikafuatwa, Simba akapewa point akitokea na wao wakakatwa 15 wakawa pili hapo kama Azam watu kuwa na matokeo mazuri michezo inayobaki wakakosa na ubingwa. Mashabiki wa Yanga watawageuka viongozi wa Yanga kwa kukosa tu kucheza mechi ya Simba. Wanaamini wamewafunga mara 4 kwenye ligi. Wanaamini wanaweza kuwafunga muda wote. Na wana Yanga wanaamini Simba sicheze. Wana Yanga wanaamini Simba ndo aliwakimbia. Kwa sababu Shemaloni hakuepo, sijui Kamara alikuwa na mswasi wa majeraha. Wanaamini Simba alitumia hilo tobo kukimbia, kuunganisha na kile kisa cha getini afu wasicheze. Wewe ni mtu wa pili. Nilizungumza na Mzee Eliud Peter Mvela, mjumbe wa zamani wa kamati ya utendaji ya TFF na mkurugenzi wa wanachama na sheria na hadhi ya wachezaji by the time. Naye pia alisema mashabiki wa Yanga wasipocheza mechi wakakumbwa na adhabu watawarudia viongozi wao. Kwamba unataka kutuambia mashabiki wa Yanga wana tabia gani? Kwamba ni vigeugeu au ni watu ambao hawatabiliki? Yaani kama kuna mashabiki wagumu kwa tabiri ni wa Yanga. Nakumbuka miaka 5 nyuma kama sio 6. Inaweza kafika hata 7. Walikuwa na mwenyekiti wa mpito anaitwa Clement Sanga. Yanga ilikuwa kwenye 2017 kwenda 18. Wakati msimu wa Yanga baada ya Yusuf Manji walikuwa wanapitia magumu pale. Yeye alikuwa pale alikaimu, afu kuna time kama alikuwepo hivi. Yeye ndio kiongozi. Yanga inapitia magumu, fedha tunafanyaje? Wana Simba kwa wanawatania Yanga ya bakuli kwa sababu waliitisha lambe kubwa, unajua zile.
Sasa yule Clement Sanga alishika timu wakati mgumu sana. Kuna maamuzi alikuwa hawezi kufanya kwa sababu ya timing ya timu. Kwa tuna hali mbaya, lakini wana Yanga walikuwa wananikiza wanavyoviona wao vinahitajika. Yule mtu alitishiwa maisha nyumbani. Analijiuzulia huko huko alipokuwa. Walisahau kwamba tuna hali mbaya. Tulikuwa naye huyu ni mzalendo wa Yanga. Lakini hiyo ndio kipindi ambacho Sizalimo alikuja kuwa mwenyekiti wa muda pia. Maana katika baada ya kutoka tu akaja Sizalimo akashikilia. Sio unaelewa. Kwa hiyo walisahau. Lakini nature ya shabiki yeye anataka kitu kizuri tu. Leo mimi mtazamo wangu uko hivi. Wana Yanga walio wengi leo wanaongea kirahisi. Tupo tayari tusicheze. Tupo tayari wakati alama 15. Ni kwa sababu haijatokea. Yaani haijawa halisia kwamba Yanga amekatwa 15. Madhara yani Yanga ameshindwa kupata alama 3 hajatokea. Ni kwa sababu hiyo haijafika. Na kizazi kingi cha watu wengi walikuwepo hawajaionja hiyo. Kwa hiyo ni sawa na msiba tu. Ni rahisi kuongelea ukiwa kwa jirani. Ukikutokea wewe ndio unajua. Ukishajua sasa hapa tunaenda kutoa heshima za mwisho. Hapa tunaenda kuzika tutamuona tena. Huwa ni tofauti. Kwenye haya matukio ya Yanga kuna backup kubwa ambayo inaonekana inapatikana kwenye media, lakini pia kwa maana ya namna ambavyo jambo linaenda kwamba bwana wana haki wasicheze hivyo, ingawa kanuni kuna muda ukizitazama unaona vitu vigumu. Na tumegusa hapa Yanga kuonekana wanataka kila kitu kilichokuwa bora. Ndio. Ukifanya tafiti ndogo kwa sisi wachambuzi, watangazaji wa michezo, kuna kakundi kanaitwa machawa. Inatajwa kwamba huu uzuri wa Yanga wanaotaka wewe unazungumzwa. Yanga wanatajwa kwamba wana machawa wengi. At the same time Young Africans ndio wanatajwa kwamba wanaongoza kuwatuhumu wachambuzi na watangazaji kwamba wanatumika na Simba. Kwenye kuhesabu kwenye mazingira yalivyo, unaamini kuna waandishi wa habari wanatumika kwenye engo ya kuiongelea mazuri ya Yanga au mazuri ya Simba? Yaani waandishi ni machawa hizi timu. Wapo wanaofanya kwa upenzi wao wenyewe. Mwandishi ni fulani, tunamjua yeye ni Yanga, tunamjua yeye ni Simba, tunamjua yeye ni shabiki wa hizo timu. Kuna wengine wanatajwa kwamba ni Yanga kwa hulka yake, yani yeye mwenyewe ni Yanga, ila wengine wanatajwa Simba, yule anakuta ipo Yanga. Mwambie bwana kuna hiyo pia. Sasa kusema wanalipa inabidi nithibitishe. Au mazingira unayonaje? Mazingira wapo watu ambao wanakupa wasiwasi. Unamchukua kwenye ufahamu wa kawaida, alishawahi kuchambua kitu fulani kwa uelewa huu. Afu leo anakichambua kitu cha Yanga kwa uelewa huu, unapata lakini au kitu cha Simba kwa uelewa huu. Ukiona tu hiyo clip unashika kichwa, afu unageuka, nani kaniona? Au unatoa kwanza, huyu ndio huyu kweli. Unanyelewa sijui. Kwa hiyo unasema wapo wachambuzi ambao uchambuzi wao kuhusu Yanga unakupa mashaka tu kwamba huyu ana ufahamu huu. Mbona alishaye kutuonesha na ufahamu huu? Na hivyo wapo wachambuzi ambao wakimaliza kuchambua wewe ukipima wanakupa mashaka kwamba bana huyu ndo kaiongelea hivi Simba. Mbona kwamba alishaye kutuambia na uelewa huu. Wapo wachambuzi ambao wanatia mashaka ni kana kwamba wanalipwa na timu fulani kati ya fulani. Wapo videos ukiziona unasema huyu bwana. Tena wengine tunawafahamu kwa maana kwamba tupo nao karibu. Tunajua uwezo wao wa kufikiria upoje. Ila ikiwashwa mic tu online basi. Kuna kipindi Haji alisema hivi na mnukuu yeye sasa. Ukiondoa baba yake mzazi Mzee Sande Manara na rais aliyepita awamu ya 4 mzee wetu Mzee wa Msoga alikuwa Simba muda huo, akawa anatupa kijembe, anasema waliobaki wote hawana utimamu mzuri. Akasema yani hata umuone profesa daktari anapasua moyo wa binadamu sijui nini, engineer anajenga magorofa, lakini ukimtrigger tu swala la Simba au Yanga kimwambia tu Yanga afikiri tena kwa utulivu. Akili yake inahamia kwenye ushabiki. Ushabiki una raha yake. Sio, unaelewa? Lakini kama kuna kitu tunafika tukinyoshe. Na shabiki ataumia. Ndio iko akitaki. Ndio iko akitaki sababu yeye anataka raha. Kwa hiyo sisi tukija tukikosoa anaona huyu mchambuzi ni adui. Huyu mchambuzi kama ananiambia hivi mimi Yanga, basi huyu mchambuzi wa Simba. Au kama huyu mchambuzi ananiambia hivi mimi Simba, huyu mchambuzi wa Yanga huyu. Lazima. Kuna hicho ambacho tunazungumza bisa, inawezekana online media zimenyanyua awareness na kufikisha taarifa na matukio mengi ya football. Lakini kuna engo pia inatajwa uwepo wa online media nyingi ni kama kumeifanya tasnia imechanganyikiwa.
kwa sababu ukikaa ukizungumza 442 unaambiwa siku hizi haiendi. Lakini ukikaa ukisema kwamba hii Yanga Afrika nzima hamna, hapo makofi clip imeenda. Chambuzi wa taifa namba 1. Chambuzi wa taifa au shabiki akisema huyu fulani akifanya hivi na hivi, anaambiwa huyu shabiki anajua kuchambua kuliko wachambuzi wote nchi. Online media zimefanya tasnia ichanganyikiwe kwa kutafuta content ambazo zinaenda mtandaoni. Hiyo nakubali kwa sababu kuna content za kupeleka kwenye online. Majukwaa ya online zinakuwa fupi, zinafurahisha, zisiwe ndefu kama kwenye TV au radio. Mtu atazame chap kutokana na size ya bando lake, afu maisha yaendelee. Hiyo rahisi hata pia kubadilishana, kushare, bwana nimekutumia umeona hiyo, kuongea kuhusu Simba au Yanga, unaona hiyo umeona. Sasa wanapotea kwenye kivuli cha kwamba stories za digital zinataka hivi. Stories za mitandao ya kijamii zinataka hivi. Zinataka utata. Hata kuna muda vichwa vya habari vingine ukiviona tu unajua huyu kaandika tu kwa sababu ya kupata attention. Lakini kimsingi haiko hivi. Juzi hapa nimepigiwa simu na mwenyekiti wa Bodi Ligi Mguto. Halo kijana wangu wewe ndio umeandika umeniandika kwamba nimefurahi Yanga kutocheza. Nikamwambia naona kazi mimi tena kwamba mwenyekiti kafurahi Yanga kutocheza. Unaona. Kwa hiyo watu online media wengi, sitaki kusema hawajasoma, wapo ambao wamesoma, lakini mtandao na watu wanapata tafsiri tofauti ya maudhui ya mitandaoni. Yaani wanapata hiyo maudhui tofauti kabisa wao wanavyoichukulia. Yaani kwa sasa ukifanya kitu kizuri sana ni rahisi kufika mbali kwa sababu ya teknolojia na nini. Lakini wengi wao, lakini kuna muda wapo ambao hawajasoma. Hawana ABCD, wanafanya kwa kutaka kuona inakuaje. Kwa ufupi, tasnia ya habari yoyote ile, sio tu ya wana michezo, hata kwenye kada nyingine. Kuna wimbi tunashindwa kuwa weledi. Kujua mimi ni shabiki wa team A. Team A imefanya kitu ambacho si cha kawaida. Kwenye kuokoa kurudi kwenye tasnia ni kumoji huyu, nikimkosa huyu nisiende. Hii story sienda kwa sababu haina usawa. Nikimkosa huyu hii story pia huwezi. Kwa sisi tunataka kukimbizana tu tunapeleka. Nani kawajiwa lakini hatujabalance upande wa pili imeenda. Hiyo kiweledi inatusumbua. Yaani kuna tatizo kubwa. Kuna kuna muda mtu unamjua mbona huyu nilisoma naye chuo kimoja. Hii degree iko wapi? Imekuwaje leo amekuwa hivi? Sijui naelewa lakini kwa sababu ya hiyo ushabiki. Na yani watafiti wanasema baadhi ya magonjwa ambayo yatibiki ni kansa, sio? Vilemba vya ushabiki wanavovaa wachambuzi ni zaidi ya kansa. Yaani mpaka wao tibu ni balaa. Tena wengine tunawafahamu kabisa kwamba huyu ni mwanahabari za michezo lakini anapokaa ni kiongozi wa tawi la timu fulani. Sijui unaelewa hapo. Kwa idara ya michezo ni mwenyekiti wa tawi la timu fulani. Sasa huyu unatakiwa umuaminishe kwamba timu yake ina mapungufu haya na haya, akuelewe kabla hajaja kwenye ushabiki. Hawezi. Yaani ukitakapomwambia tu Simba sio, Yanga sio, basi shughuli inakuwa nzito. Shida inakuwa hapo. Kwa hiyo ni ushabiki. Kilemba tunacho hapa. Kukitoa hivi wachache sana wapo clean. Yes, inaweza ikawa ni ngumu sana kuelewa, lakini nikwambie tu kwamba time hii pia unaweza ukawa mshindi kupitia ndani ya 18 kupitia Premier Bet hivi sasa. Kuna bajaji zipo 3, lakini pia vile vile kuna pikipiki zipo 3. Kuna Harrier Anaconda ya mwaka 2016 na yenyewe pia iko pale, unaweza ukashinda. Lakini pia jambo kubwa zaidi, kuna iPhone 16 Pro Max na yenyewe pia inapatikana pale, unaweza ukashinda hivi sasa kwa kuwa tu mwanafamilia wa Premier Bet. Lakini pia vile vile pale ambapo utakuwa unafanya ubashiri wako kupitia Premier Bet, kikubwa tu ni wewe kuwa mwanafamilia. Utaingia pale kwenye Gift Hub, kisha ingia pale utakutana kuna challenges zipo nyingi tofauti. Kadri ambavyo unakuwa unacheza zile challenge, kuna coins ambazo unakuwa unazipata ambazo zitakutengenezea wewe thamani, na utakuwa unaona una kiwango cha coins cha kiwango gani. Na hizi zawadi zote ambazo tunazitaja hapa, kwa maana kwamba gari aina ya Harrier, lakini pia bajaji, pikipiki, lakini pia bila kusahau hiyo simu aina ya iPhone 16 Pro Max, pale kiwango cha coins ambacho utakuwa nacho kitakwambia sasa unaweza kushinda gari, unaweza kushinda pikipiki. Kwa hiyo kufanya ni wewe kucheza zile challenge mara nyingi zaidi. Kadri ambavyo unakuwa unazikamilisha ndivyo ambavyo unakuwa unakusanya coins zako na zitakufanya uweze kuibuka kuwa mshindi. Kwa hiyo kama na familia wa Premier Bet haiwi bure tu. Kuna zawadi ambazo unaweza kuzipata wakati unakamilisha mikeka yako na mambo mengine yote, lakini pia unakuwa unacheza challenges ambazo zitakupa coins ambazo zitakufanya uweze kuibuka mshindi wa gari, simu, pikipiki pamoja na bajaji. Fanya hivyo sasa, kuwa mwanafamilia tu inatosha wewe kuweza kuingia kwenye hii draw ya kuwania hizo zawadi.
Bwana Abisai, mjini mambo yamekuwa mengi sana na hatuchezi ndio story kubwa. Lakini hatuchezi imepangiwa ratiba. Itakuwa June 15. Wewe kwa msimamo wako, ungetamani mechi ichezwe au isichezwe? Yaani Yanga baki na msimamo wake au Yanga apindue msimamo acheze? Mimi siamini Yanga kama wachezi mpaka nione ile siku yenyewe ya mchezo kwamba Yanga leo hawajaja. Kwa hiyo upo 50-50 yani au kuna asilimia upo nusu? Yes, kwa sababu madhara ya kutokucheza ni makubwa zaidi. Alafu yani hii kusema Yanga kama wana hii confidence kweli, napata shida kwa sababu Yanga wanataka haki afu wamekisusia chombo kinachoweza kutoa haki. Kwa haki inatoka wapi? Kwa mtu anayetaka haki. Yanga wanataka haki. Wamekisusia chombo ambacho kingeweza kuwapa haki. Alafu bado wanaitaka haki. Wataipata wapi haki? Unaamini Yanga katika mazingira ya kawaida kwenye hicho ambacho tunasema wamekimbia haki? Na wamesusia wamesema hatuwezi kwenda tena kwa sababu hatuna imani. Kwa hatuna haja tena kurudi tena kasi au wapi. Ila tu hatuchezi. Tamko la Yanga la mwisho, taarifa ya Yanga ya mwisho ambayo ilizungumza kwamba wao hawataenda kwenye vyombo husika. Unadhani taarifa ina uchochezi? Kwa sababu kuna pale inasema tunaamini kila mwana Yanga ataipambania timu. Unaamini hilo ni uchochezi? Kuipambania timu sasa ingefafanua kwa nini? Kama ikifafanua ataipambania timu yao kwenye hili sakata. Hiyo kauli haitoshi. Sisi mamlaka haitoshi. Sababu ni kama wamekataa mamlaka afu wamewaita kwamba wananchi njooni tumuipambanie. Mkono kwenye wazo letu la kutokucheza. Ndio kuipambania kwenye. Sidhani kama ni uchochezi kwa tafsiri. Haina uchochezi. Bado yani ingeenda moja kwa moja. Na unajua issue za kisheria inabidi kauli iwe moja kwa moja. Kwamba Yanga wangesema labda hatuchezi na wana Yanga sisi tunawaomba msichukie mamlaka, sisi mfanye nini, hiyo sasa ingekuwa uchochezi. Lakini kusema mtaipambania timu ni kauli ambayo bado iko wazi. Kwa mfano, wewe mpe scenario moja kuhusu hii masuala ya kutokucheza au wachezi. Aliyefanya kuwe na kiini kidogo kilichoanzisha dabi kuahirishwa ni Yanga. Baada ya barua ya awali bodi ya ligi kuthibitisha wao wenyewe kwa kutambua walinzi kwa sura ni wa Yanga. Na wao wamethibitisha walikuwa wamefanya vurugu kuwazuia Simba wasifanye mazoezi. Barua ya bodi ya ligi nimeinukuu. Kwa muda ule usiku ule Simba wakafanya tathmini yao, wakaona sisi hatuwezi kucheza. Tushatoka mchezoni. Wakafaili malalamiko, wakapeleka kwa kamishna wa mchezo. Yule kamishna manake ni TFF. Yule kamishna manake ni TFF. Kwa sababu usalama pia. Yule ni bodi ya ligi. Kwa hiyo kamishna akaisoma akaipeleka kwenye bodi. Kesho yake asubuhi sisi kituo chetu tuliongea na mwenyekiti wa bodi. Alisema mechi ipo. Na watu wakawa wanaenda saa 4 saa 5. Watu wakawa wanaenda. Lakini baadaye saa 8 mchana bodi wakasema tumeiahirisha mechi. Sawa? Tunaendelea na uchunguzi mpaka utakapo kamilika. Yanga wameona sababu ya Simba kuzuiliwa Ijumaa usiku haitoshi kuwafanya wasicheze mechi. Sawa? Kwa ni hatua ya awali na mimi naelewa hivi kwamba kamishna angepokea kwa sababu haizuii mechi kuchezwa. Simba chezeni. Malalamiko yenu tutashughulikia baada ya mchezo. Na kamati ya usimamizi na uendeshaji nafanya hivyo kwenye matukio mengi. Mechi imeshapita. Tunasikia mechi namba fulani kabla ya mchezo hawa watu wa kuingia chumba cha kubadilisha nguo, mara watu walizunguka wapi, hawa watu sijui walifanya nini, mechi ishachezwa, kila kitu kiko sawa. Lakini Simba walienda mbali wakasema na nimeambiwa walimuuliza coach kwamba bana sisi tumeshindwa kutrain leo. Na wao wako train mara mwisho walitrain ilikuwa Jumatano. Walipumzika Alhamisi walitaka kutrain Ijumaa afu Jumamosi wacheze. Kwa kama hawajatrain mpaka Jumatano, walihesabu walikuta wana sasa 52 hawajatrain. Wakasema hatuwezi kwenda kucheza ushindani wa dabi. Kocha akasema kama tunacheza tu. Akisidhani kama tutashindana. Hatuwezi kwa saa. Ila kwa hizi saa ambazo hatujatrain na hii kadhia hapa mlangoni tumekuwa disturbed, hatuwezi. Ndio Simba akasema basi hatutocheza hiyo mechi kutokana na hii kadhia. Sasa Yanga wakapinga ule uamuzi kwa bodi ya ligi. Kwamba bwana sisi tunataka point 3 kwa sababu tujioni tulienda kwenye mechi, tulikuwa mshailisha na nini, hizo sababu sisi hatuzijui, nyinyi mmekiuka kanuni. Bodi wakawajibu. Wakasema point 3 hamwezi kupata kwa sababu mechi imeahirishwa na kwa sababu tunachunguza kwa sababu mpinzani wako kaleta malalamiko ya kusumbuliwa kutofanya mazoezi kikanuni. Na wewe ulienda uwanjani mechi iliahirishwa ni kosa, uko kwenye hatari ya kupata fine ya 5. Yanga
hawakuridhia na hapo ndio wakafaili shauri CAS. CAS akamwambia mmekosea tu taratibu, inawezekana nyewe mna hoja au hamna, lakini taratibu ya kunifikia mimi kabla ya hukumu legal local remedies amjazifikia sio taratibu. Yanga ndo akasema sisi huko haturudi. Si umeelewa? Kwa kuwa amrudi kule na hamna imani, nani atawapa haki? Ndio hapo. Kwa hiyo kusema kwamba hawachezi wao mpeleka kwa nchi, kusema Yanga haturudi sisi kwa bodi kwa sababu hatuna imani, unampa bodi sababu ya kupanga ratiba ya mchezo. Yes. Kwa sababu kama uko na concern nyingine, bodi ilitakiwa kusikiliza. Na nilivyoambiwa kitaratibu na mtu wa bodi ya ligi akasema kamati ya usimamizi na uendeshaji wa bodi ya ligi ni kamati ambayo haikatii rufaa na sehemu yoyote. Of course na kanuni. Maamuzi yao ni final. Kanuni inaeleza. Yanga wanachopaswa kufanya, walichopaswa kwa muda ule. Sasa hizo wako nje ya muda. Wangeomba review ya mambo ambayo bodi wamechakata mpaka kufikia uamuzi wa kuahirisha mechi. Na bodi waridhie kusema tunawapa. Ile review wakiiomba, wanaangalia, wanasema tumeona review. Tunaipinga review kwa kuwa na ushahidi mpya. Ule ushahidi mpya unachukuliwa, unaenda kusikizwa ngazi za juu. Alafu kipingwa kama hukumu ndio unachukua nenda CAS. Sasa hiyo haijafanyika. Kwa haya ambao unayazungumza na namna ambavyo mambo yamekuwa yanaenda, tunaweza tukasema kwamba kitengo cha sheria cha Young Africans kina mapungufu, kwa sababu hapo kiangalia kuna misingi mingi sana ya kufuata ya kisheria ambayo inaonekana hawakuifuata mpaka wakaenda CAS wakaambiwa hoya hebu rudini kwanza mkakamilishe haya. Ni kama walikuwa hawajui vile mahitaji ya kikanuni na ya kisheria. Barua ya Yanga ile walikuwa wanaiongelea kuhusu CAS, baada wao kupewa ripoti ya CAS wamekiri kulikuwa kuna hayo mapungufu. Na imekuwa maelezo kwao. Yes, kwamba hawakufuata taratibu. Kwa kufuata taratibu ni pungufu. Yes. Kama hili pungufu limefanywa na kamati ya sheria ya Yanga ni 22 kwa 22, 22 kwa 22 imeisha. Sijui umeelewa. Imekaa namna hiyo. Lakini mimi nataka kusema kwamba wale wana sheria ambao waliorodheshwa pale na watu wa CAS sio kwamba wana utimamu wa akili. Kuna mtu mmoja alisema inawezekana mizuka, mapenzi, hisia zilitawala. Mimi nimefikiria hivi, naweza nisiwe sahihi. Kwa mfano mzee Mgongolwa, mimi nimepata taarifa na kangu mwanasheria anasema hilo ni miongoni mwa the best lawyers kabisa. Wakina Patrick Simon ni watu wanafanya kazi zao, wanashinda kwenye mahakama kwenye kesi za kawaida. Lakini ninapofika swala la mpira wamekuwa wanakula KO kila wananishangaza inakuwaje? Nani anawaelekeza wafanye vile? Mimi simjui. Ambaye kuna muda wanahama hata kwenye kushauri. Yaani wananiaminisha kama wanashindwa hivi kushauri. Kwa sababu si unaenda CAS unarudi, unaambiwa hujafuata taratibu. Mimi sina degree yote ya sheria. Wala sije kuingia kozi yote ya sheria. Lakini hizo kanuni sinazisoma tu, kujua kusoma na kuandika. Kama hujafile lazima upite. Sitaki kuamini wale watu wa Yanga hawajui kaka. Mambo ni mengi. Yaani sijui ni anyway, sijui nisemeje, lakini wale watu kwa aina ya watu waliopo yaani wanafikirisha kwa nini imefika hatua hiyo. Yes. Kwa hiyo sasa Yanga wameona kwa sababu hatuna imani. Sisi mechi tucheze. Wakijua kabisa madhaifu ya bodi ya ligi ni kwamba watapata pressure kubwa kutoka ambayo itabidi wafanye maamuzi ya kuwaridhisha Yanga ili wacheze. Kwa shabaha ya Yanga iko hapo kwamba sisi tunaandaa shinikizo ambalo litafanya kama TFF au bodi ya ligi basi mamlaka nyingine ya nje kuturudishia heshima sisi afu ndo tucheze dabi. Ndio maana sasa hivi lugha zimebadilika. Wanataka tu majibu ya uchunguzi yakija ndo tutacheza. Wazee ni mwasikia nasema. Wanachunguza nini muda wote? Sio nasubiri mamlaka. Yes. Kwa hiyo masuala ya rushwa, masuala ya usalama imeshika hapo. Yes bana, tukiachana na hilo jambo tumalize walau kwa uchache, tuna dakika chache. Jean Charles Ahoua mchezaji wako bora wa ligi msimu huu wa Simba? Mimi naona itaamuliwa na Zimbaki raundi 2 ya Bisai. Bado kuna utamu huko hapa. Nani mchezaji wako bora wa ligi? Utamu huko hapa. Kwa binafsi yangu mimi ninao wawili. Sawa. Nani? Kwa Yanga naye Pacome Zouzoua. Kwa Simba ni naye Jean Charles Ahoua. Sawa. Tuzo MVP anapewa mchezaji bora wa msimu. Yes. Mwenye upekee wa mchango kuliko mwingine yoyote yule. Unampa nani? Unaelewa? Kwenye midfield hawa watu ubora wao hujipishana sana. Involvement ya goli 23 ya Jean Charles Ahoua. Goli 15, assist 7. Inawafanya Simba kwa michezo ile kuepo tofauti na Yanga alama moja. Lakini magoli 9 na assist 9 za Pacome. Involvement ya goli 18 kwa 25 tofauti ya magoli 5 na assist. Si ndio? Mfanano huu
hautoshi kuamua peke yake. Lazima tuangalie mchango wao. Sasa ndo nasema Simba ikiwa bingwa wa ligi kuu, mimi tuzo ya mchezaji wangu bora ni Jean Charles. Ikitokea Yanga ndio bingwa wa ligi kuu NBC, tuzo yangu ya mchezaji bora nampelekea Pacome Zouzoua, kwa sababu hiko ndo kipengele pekee cha kuwatofautisha hawa wawili kwenye mchango. Yes. Kwa hiyo hapo wewe unasubiri atakayekuwa bingwa. Basi yani tightness imefika kiasi hicho. Kama Jean Charles angekuwa na hizi namba afu Pacome ana magoli 5, assist 4 asubuhi tu. Jean Charles akimaliza kama top scorer. Wana Yanga wana haja ya kujiuliza kuhusu Prince Dube. Sidhani kama mpaka sasa hivi wanaamini kama Dube ni striker wao namba 1 level ya Mayele. Wana Yanga sidhani kama wanaamini hivyo. Dube ameishi kwenye matarajio ya Yanga. Hapana, binafsi naona hapana. Kwa sababu moja tu. Ukiangalia kuhusika kwenye magoli 20, kuwa mchezaji wa pili kuhusika kwenye magoli mengi kwenye ligi. Magoli 12, assist 8. Unaweza kusema hivyo. Lakini ukiangalia jicho la kikachero, nafasi ambazo Dube alizipata na ambazo zilikuwa ni clear chance angezifunga, Sterling kwa nyingine, huenda leo angekuwa aidha angevunja rekodi ya Medi Kagere goli 23 msimu wa kwanza au goli 27 msimu mzima. Hivi ya Mohamed Machinga ni 26 ya Mohamed Machinga. Leo sana 18. Kabla ya mechi ya MC Alger, mimi nilifanya tafiti msimu mzima tukia Yanga wanaanza mechi ya pre-season ile ya kwao za South Africa mpaka ufike ile mechi ya MC Alger, Dube alishakosa nafasi 42. Alikuwa amefunga nafasi 9 tu kwenye kati ya kakosa 42 kafunga nafasi 9. Na hizo 42 ni mchanganyiko wa clear chance ambazo ni tapping goals na zile ambazo una touch mara mbili unafunga. Kwa hiyo wewe Dube ni usajili uliofaulu au ni usajili ambao umedisappoint? Ni usajili unaofikirisha. Hauna majibu. Kwa sababu haujafeli moja kwa moja. Ile unafikirisha. Na haujafaulu kabisa. Ni usajili ambao upo hapo katikati. Yes. Bisai msimu unaenda unaisha, ingawa leo nilikuwa nazungumza na watu namna ambavyo msimu wetu tunavyoenda mpaka mwezi Juni hapa katikati kuna mapumziko kama ya mwezi mzima yatakuwepo. Kwa hiyo hapo wenye timu watajua kama utapeleka wachezaji wakapumzike baadaye warudi waje wamalizie ligi. Warudi ongezeke. Ongezeke yao itakuwa. Mwanze moja tena. Mwanze tena moja. Naenda kupambana kutoshuka daraja. Mazingira ambavyo yalivyo hivi sasa. Mwanzo tulianza hapa na stories za Faisal. Walau kwa uchache. Kwa mtu aliniambia Simba kuna orodha wamepewa watoe watu. Lakini bosi yeye ataongeza pesa ndogo sana Mohamed Dewji. Na pesa nyingi atakayotoa ni ya kumsajili Feitoto. Na mwanzo alisema Feitoto haendi Yanga. Feitoto anaenda Simba kwa nafasi kubwa kabisa. Kwa nafasi kubwa kabisa jibu ni ndio. Fei anaenda Simba. Yaani kwa za kikachero nilizonazo mimi kwamba Faisal Salum Abdallah Feitoto hataki kurudi Yanga yeye mwenyewe. Kipaumbele chake amewapa Simba kwamba anaenda Simba, na Simba wamezungumza na kambi ya Faisal, wameridhia mahitaji. Kwa hiyo kilichobaki ni Simba kufanya wanachotaka kufanya kwa muda sahihi kulingana na mkataba wa Faisal ulivyo. Elimpanzo Simba wanahaha, mashabiki mtaani hawaelewi. Anacheza wapi msimu ujao? Elimpanzo si mchezaji wa Simba. Asa unasikia mtaa? Mtaa maana tunauliza wachambuzi tena, bwana nyewe Mpanzo vipi? Wewe kwenye zako za kikachero. Kweli kuna uhalaki ndani ya Simba au na Simba wanatoa hofu hapa kupitia ndani ya 18? No. Kwa taarifa ambazo kwanza mimi ni mtu wa mapema kabisa kuripoti saga zima la Mpanzo, la Elimpanzo. Mpaka Simba alivyompata, mpaka siku aliyofika hapa, siku alienda kupata trial Belgium, siku aliyorudi, zote hizo nilikuwa na post mimi. Mpaka anafika Simba na waambia wana Simba mchezaji mmempata. Watu wakasema wewe hawezi kupatikana nini, siku akamwona amefaje, amepatikana. Simba wamemsajili Elimpanzo Kibisawala kandarasi ya miaka 2. Kwa hiyo wasio na wasiwasi. Yes, na dola zilitajwa 130,000. Dola 130,000. Yes, kwa hiyo ni mchezaji wa Simba. Kuhusu msimu ujao tutategemea nani anamtaka na anatoa shilingi ngapi. Yes, bwana swala kizushi. Simba na Yanga nani bingwa wako msimu? Nani bingwa? Hapa Yanga nafasi kubwa. Yanga bingwa. Yanga hapa nafasi kubwa. Bwana Juni 22 ligi itakuwa inaisha, tutajua kama utabiri wa Bisai utakuwa sahihi, Yanga kuwa bingwa au inakuaje, lakini bado hatujui watacheza wacheze. Wakinyang'anywa 15 Abisai Yanga watacheza. Bwana Yanga watacheza. Watacheza.
Bwana, shukrani sana Bisai kwa time yako. Tumeweza kuzungumza kwa pamoja, mambo ni mengi sana ambayo tumeyagusia, na moja kati ya kauli ambayo naondoka nayo mimi hapa leo, usiwaamini sana wana Yanga. Mimi ni Ibrahim Kasuga. Tukutane next time kupitia ndani ya 18 kwa upande wa YouTube channel yetu, lakini pia ndani ya 18 TZ kwa upande wa Instagram. Bye bye. Ndani ya 18 powered by Premier Bet.